Swali letu la leo limeulizwa, kwa nini nikiingia TikTok au YouTube napata video zile zile? Kwa mfano, nimeangalia video za vichekesho fulani, kila nikipeleka napata video zile zile. Au mfano, nimeangalia mpira, nikienda nakuta mambo hayo ya mipira au michezo, nakuta yale yale. Kwa sababu gani? Kwenye system za mitandao kuna algorithm. Algorithm ni mfumo au seti ambao kila mtandao umewekwa. YouTube, TikTok na mitandao mengine inatumia algorithm, na hizi algorithm zinajifunza, zinasoma kama unavyosoma wewe darasani, nao zinamsoma yule mtazamaji wake. Zinamsoma vipi? Zina njia zake ambazo zinasoma. Jambo la kwanza, watching hours. Umeangalia video ina dakika 10, ukaangalia video kwenye mtandao ikiwa YouTube au TikTok, ukaangalia dakika kutoka ya kwanza mpaka ya 10. Kile kitu unacho kuangalia kutoka dakika ya kwanza mpaka ya 10, ile system ya ule mtandao inajifunza, kwa nini kaangalia dakika zote hizi moja mpaka mwisho, kaangalia mwanzo mpaka mwisho. Itakuwa huyu mtu anapenda haya mambo ya maudhui. Kama umeangalia mpira, watakuletea mpira, au kama umeangalia season ile ya part 1, utaletewa part 2 pale pale, kwa sababu wamesha monetize zile dakika. Wamesoma pale kwamba huyu mtu anapenda, wameona kwamba kwa dakika hizi alizoangalia huyu itakuwa kitu anapenda. Na ni kweli jamani, tunakubaliana kwamba ukiangalia video mwanzo mpaka mwisho, mara nyingi kile kitu huo unakipenda, na kama hukipendi kama mie, ukiangalia dakika moja tu unaweza ukaondoa. Kwa hiyo system inakusoma kwamba huyu mtu anapenda video hizi, inakuletea zile video. Kama ni michezo inakuletea, kama ni mapira inakuletea, kama ni technology inakuletea. Lakini pia hivyo mtandao unajifunza kupitia engagement. Engagement ni mambo ya like, comment, kushiriki kwako kwenye video. Umeangalia video pale unaenda na wewe unatoa maoni yako, una comment, una like, una nini. System inakusoma, algorithm inakusoma. Huyu ka comment video hii, itakuwa haya mambo anayapenda. Huyu ka like video hii, itakuwa haya mambo anayapenda. Kwa hiyo inafanya yale unayoyapenda, inakurahisishia, inakuletea. Na ukiangalia ni kweli kwamba ukienda ukilike video, bila shaka umependa, algorithm inakusoma hivyo. Jengine ni rewatch. Rewatch ni nini? Maanake ni kurejea, kuangalia. Umeangalia video mpaka umefika mwisho, ukarejea tena mara pili, ukaangalia tena, alafu ukarejea tena mara ya tatu. Ile system inakusoma, huyu mbona akarejea video mara 3? Inajifunza kwamba hii video anapenda, kwa hiyo atakuletea video zile zenye maudhui ile. Rewatch pia inajifunza algorithm ya hii mitandao. Hata hivyo, following, mfano umefollow page fulani au umesubscribe page fulani, pia inajua kwamba huyu asinge follow isipokuwa vitu anavipenda, au asinge subscribe. Umefollow page ya technology, anasema huyu mtu anapenda vitu vya technology, inakuletea vitu vya technology. Tuna tabia, tunatengeneza video TikTok, tunapandisha na zile audio zetu. Muda mwingine tunaweka labda audio za watu nini. Ukipandisha tu audio TikTok, ile algorithm inaisoma ile audio ulioipandisha nao kwenye video, yani ulio edit ukaigandisha, automatic inajua huyu asingeweka hii audio au asingetengeneza video yake na akaweka audio hii, isipokuwa anapenda hii audio, na pia inakuletea. Sababu ni hizo ambazo zinasababisha uletewe video zinazofanana kwenye mitandao. Sasa naenda kukupeleka jinsi gani ya kuiepuka hiyo hali. Kuna mwingine hiyo hali anafurahi nayo, kila akiendelea kuletewa inakuwa rahisi. Kuna mwingine inamkera, basi jamani, mavideo haya anataka angalie video nyingine. Ile inaitwa quick press. Ikija video hitaki, ondoa haraka. Hii itakusaidia kuletewa video zile, kwa sababu kitendo cha kuondoa haraka video, ikiwa hata haikusoma hata dakika moja, system inakusoma kwamba huyu mtu hapendi haya mambo. Pia jengine ni kuangalia video nyingine. Jaribu kuingia kwenye sehemu ya kusearch, andika video nyingine uangalie, au pale ukiona hii nimeshaangalia, kaangalie na maudhui hii, inakuwa ile algorithms unaichanganya, haipati kukusoma tabia zako kama unapenda vitu fulani. Jengine kubwa zaidi ni kufuta caches zote. Caches ni zipi? Ni zile ambazo taarifa zote ambazo ile algorithm inakuwa inakusoma. Kuna sehemu fulani kwenye huo
mtandao, zile taarifa na menendo yako inakuwa zinahifadhiwa hizo. Kwa mfano kwenye TikTok itaenda kukupeleka jinsi gani unafuta. Ukifuta hapo, basi itakuwa hilo tatizo kwako litaondoka. How to delete your cache? Unaenda TikTok profile, bonyeza juu kwenye vitojo vitatu au kwenye vichoro vitatu hivyo juu upande wa kulia, alafu kisha utaingia chini setting and privacy ya chini kabisa, alafu njoo zako chini, njoo zako chini, njoo zako chini, chini kabisa utakuta sehemu hii hapa imeandikwa offline videos, alafu chini iko free up space. Unafungua hapo free up space, kisha una clear cache, utakuta clear cache, clear downloads. Ukiclear downloads, kama kuna video ambazo umeweka download zitapotea zote, lakini mimi hapa ninachotaka na clear cache, na clear cache. Nikisha clear cache hapa itaonesha hapa MB 0. Kwa hiyo reference zote na ile logarithm ambayo kwa inasoma kile ninachokifanya itakuwa imeshapoteza. Hii ni Alzenjbary Technology. Ikiwa ndo kwa mara ya kwanza unaangalia video hii, usisahau kusubscribe, na kama una swali lolote, milango iko wazi, unaweza kuuliza. Tukutane kipindi kinachofuata.